Ndugu watendaji wakuu, kwa kweli nataka nieleze kwamba sasa umefika muda wa kuyageuza mafunzo haya kuwa matokeo halisi. Uongozi wenu utapimwa sio kwa mipango pekee, bali kwa uwezo wa kuitekeleza, kuondoa urasimu usio lazima, kuboresha utoaji wa huduma, kuongeza tija na kujenga taasisi zinazowajibika kwa wananchi. Viongozi bora hujenga taasisi. Hawawezi kuwa viongozi bora isipokuwa taasisi zilizo imara, zinazosimama katika malengo yake ya uanzishwaji wake. Hivyo nataka niwakumbushe tena katika mchana wa leo kuwa ni muhimu sana tukaangalia mbinu zetu za utekelezaji wa majukumu, lakini pia tukaiba mbinu ambazo tumefundishwa hapa ili kwenda kutoa matokeo yaliyo mazuri zaidi. Ndugu watendaji wakuu, leo hatufungi mafunzo, ila tunafungua ukurasa mpya wa utekelezaji wa majukumu yetu. Mafunzo haya yanakuwa na maana endapo maarifa, uzoefu na mbinu zilizofundishwa zitaonekana katika maamuzi na utekelezaji wa majukumu yetu. Serikali inatarajia kuona mabadiliko yanayoonekana, yanayopimika na yenye kuleta tija. Kumbukeni kuwa serikali hii ni serikali ya watu. Hivyo matokeo yanayotarajiwa lazima yaakisi tamaa za watu wetu. Ni jukumu lenu kujenga utamaduni wa utumishi wa umma unaoweka maslahi ya wananchi kwanza kabla ya jambo jingine lolote. Ndugu washiriki, ninawasihi hivyo mkihakikisha kuwa mnatekeleza majukumu yenu kwa weledi, ubunifu, kujali matokeo na uzingatiaji wa msingi wa utawala bora. Nitoe rai kwenu kuzingatia maelekezo hayo yaliyotolewa kwenu katika semina hii ya siku 3. Aidha, pamoja na hayo, naombeni sana niendelee kusisitiza katika mambo ambayo yalielezwa na mgeni rasmi katika hotuba ya ufunguzi, na katika eneo hili ninaomba niyataje kwa ufupi katika kuwakumbusha. Mosi, mzingatie sheria, kanuni na miongozo wakati wa utekelezaji wa majukumu yenu. Mwende kujenga na kuimarisha uwezo wa taasisi zenu kuendeleza kujifunza, lakini pia msisahau kuendelea kusimamia madhubuti rasilimali watu, rasilimali fedha na rasilimali nyingine za serikali zilizoko katika taasisi zenu mnazozisimamia. Nendeni mkajenge mazingira ya kazi yanayochochea utendaji, ubunifu, ushirikiano na ustawi wa watumishi ili kuongeza tija katika taasisi zenu. Lakini pia endeleeni kujenga uhusiano wa kiutendaji wenye afya baina yenu na watumishi mnaowasimamia, bodi za wakurugenzi zenu, wizara mama pamoja na wadau wengine ili kuongeza ufanisi katika utendaji kazi wa taasisi mnaosimamia. Ndugu mtendaji mkuu, watendaji wakuu, na katika eneo hili pia nimeona, unajua huu utamaduni ambao umeanzishwa na ofisi ya TIARA nao una mazuri yake, kwa sababu ndani mmekutana wasimamizi au watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali. Matarajio yetu sisi sio kwamba mtatoka hapa kila mtu aende kwake mfungiane mlango, lakini pia ninaamini kwamba katika kipindi hiki mchoka hapa pia mmepata nafasi ya kuinteract baina yenu nyinyi wenyewe. Manake mnayo nafasi pia kwa taasisi zenu kupeana mashirikiano pia katika utekelezaji wa majukumu. Kwa mfano, nikiangalia kwa mfano nikimtolea Bwana Magambo mfano hapa, yeye Magambo anasimamia mafao ya watumishi wa umma wale ambao wengi wao tuko serikalini. Manake ni kwamba humu ndani nyinyi wote mliopo, asilimia kubwa ni kwamba michango yetu tunapeleka kwa nani? Kwa Bwana Magambo. Kwa hiyo manake ni nafasi nyingine pia nyinyi kuanzisha mashirikiano mazuri, ili hata Bwana Magambo anapotaka kujua juu ya wateja wake au nyinyi mnapotaka kujua status za michango yenu inakuwa rahisi pia. Lakini kwa mfano ziko taasisi hapa ambazo zinafanya kazi kwa ushirikiano. Kwa mfano nimemwona hapa daktari profesa yupo hapa, mzee wa Moi. Sasa yeye unaweza usione wa muhimu leo, lakini hebu jiulize kwamba watu wako wakivunjika miguu kwa wanakwenda wapi? Si mnaelewa vizuri? Kwa hiyo manake hii gathering sio tu kwa ajili ya kujifunza, lakini pia ni sehemu nzuri ya kufanya mahusiano. Tengenezeni mahusiano miongoni mwenu, kwa sababu yako mengi ya kusaidiana, mengineyo yakiwemo hata hiyo nje ya maeneo yetu ya kazi.
Kwa hiyo ni muhimu sana, sio tu kwamba mahusiano haya yawe tu katika level za ofisi, lakini pia yawe katika maeneo mengine. Lakini katika level za ofisi pia, ndugu katibu mkuu Bwana Msemwa, sisi tunategemea sana hawa wawe viongozi pia. Nyinyi mnaweza kuwa hapa mnatupa maua sisi wengine, lakini kwa sababu sisi tulipita katika maeneo kama haya na kufundishwa jinsi ya kukaa kama kiongozi. Kiongozi ni kuonyesha dira, lakini kiongozi pia wakati mwingine ni kuonyesha wenzako kwamba taasisi tunayoongoza inatakiwa hivi. Sio kiongozi kwamba wewe ukiingia kama kule nyumbani Mama Aziza akakuvuruga, basi hasira zote zinahamia kwa watumishi ofisini pale. Tunategemea kwamba kutokea kwenu mtupelekee furaha pia kwa watumishi wa umma, kwa sababu wakiwa na furaha wao, wakitekeleza majukumu yao, ndiyo serikali nayo inakaa vizuri. Kwa hiyo tunategemea tuone hii katika eneo hasa la kujenga mahusiano mazuri kiutendaji, ambao tunaamini kwamba ndiyo afya ya taasisi zetu, nalo litakwenda vizuri ili tuweze kufanikisha yale ambayo tunayahitaji. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.